Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika. Kinshasa, DRC. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zinafanya uchunguzi wa ugonjwa wa Ebola na kipindupindu kwa abiria wote 255 waliokuwa ndani ya boti iliyozuiliwa katika mto Kongo. Boti hiyo Yingfeng 2 inayomilikiwa na kampuni ya China ilisimamishwa karibu na bandari ya Bendebende, takriban kilomita 65 kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Waziri wa afya wa DRC Roger Kamba amesema uchunguzi huo unafanyika kama hatua ya tahadhari baada ya abiria mmoja aliyekuwa na homa na kuhara ambaye alishuka kwenye boti hiyo akiwa katika jimbo la Mongala kufariki akiwa hospitalini. Aidha, watu wengine wawili wazima, mtoto wa miaka 3 na mtoto mchanga pia wamefariki dunia. Kampala, Uganda. Bunge la Uganda limeidhinisha ombi la serikali la kupeleka wanajeshi katika ukanda wa Gaza kama sehemu ya kikosi cha kimataifa cha ulinzi kinachopendekezwa na bodi ya amani ya Rais wa Marekani Donald Trump kwa ajili ya kusaidia kulinda eneo hilo baada ya vita vya Israel na Hamas. Hoja hiyo iliyowasilishwa na waziri wa ulinzi ni ishara ya kwanza ya wazi kuwa Uganda iko tayari kushiriki katika kikosi cha kimataifa cha kuimarisha usalama wa Gaza. Morocco pia imeahidi kutuma wanajeshi kwa ajili ya operesheni hiyo. Hata hivyo, haikuelezwa mara moja sababu za Uganda kukubali kushiriki katika operesheni hiyo. Dakar, Senegal. Mahakama nchini Senegal imewahukumu wafungwa 3 maarufu wa TikTok kifungo cha jela pamoja na kulipa faini kwa kosa la kumtukana rais wa nchi hiyo. Hatua hiyo imekosolewa na baadhi ya wadau wa haki za binadamu wakisema ni pigo kwa uhuru wa kujieleza nchini humo. Watatu hao walikuwa wakifanya kazi katika kituo cha mawasiliano mtandaoni cha Fenelo Digital ambacho baadhi ya watu wanadai kinaunga mkono aliyekuwa waziri mkuu Ousmane Sonko, kiongozi wa chama cha PASTEF. Sonko hivi karibuni alitengana kisiasa na mshirika wake Rais Bassirou Diomaye Faye ambaye mwezi uliopita alianzisha chama chake kipya cha siasa. Mandupe Diop maarufu kama Lamine Dalou amehukumiwa kifungo cha miezi 3 bila kusimamishwa. Video zake mara nyingi hupata makumi ya maelfu ya watazamaji. Maguye Diao maarufu kama Ustaz Fiepo na Mustafa Ndiaye maarufu kama Ndiaye Touba, kila mmoja amehukumiwa kifungo cha miezi 2 bila msamaha. Cape Town, Afrika Kusini. Kamati kuu ya shirikisho la soka barani Afrika CAF imeidhinisha kwa kauli moja kuendelea kumuunga mkono rais wa FIFA Gianni Infantino licha ya upinzani unaotolewa na mashirikisho ya soka kutoka Ulaya, Amerika Kaskazini na Asia. Uamuzi huo umetolewa siku ambayo shirikisho la soka Ulaya UEFA lilitangaza kuwa linaendelea na msimamo wa kususia kombe la dunia katika ngazi zote mradi Infantino ataendelea kuwa madarakani. Kafu yenye jumla ya vyama wanachama 54 kati ya 211 vya FIFA imekuwa nguzo muhimu ya kumunga mkono Infantino tangu alipochaguliwa kuongoza FIFA mwaka 2016. Msaada huo unampa afueni Infantino ambaye hivi karibuni amekumbana na ukosoaji mkubwa duniani kufuatia mpango wake ulioshindikana wa kuanzisha FIFA Forward Enterprise FFE na kuuza haki za kibiashara za kombe la dunia.